Tumekuja hapa kuleta sadaka zetu kwa watoto wenye uhitaji, na lengo kuu ni ya hii sadaka ni kuja kufanya maombi kwa ajili ya timu yetu kwa ajili ya siku ya fainali ya kesho. Sisi kama grupu la Ngurumo za Simba, hii ni kawaida yetu, yani sio mara ya kwanza. Kwa hiyo naomba na jamii kama jamii, iwe magrupu, iwe vikundi, basi tunaomba wapate huo wito na wao wanatembelea watu ambao wenye uhitaji. Yani kuna watu wana uhitaji mwingi sana na sisi ndio wanaotutegemea. Binafsi pamoja na watumishi wenzangu nitoe shukrani na pongezi za dhati kwa tawi la Ngurumo ya Simba kwa hichi ambacho mmekifanya siku ya leo. Kimekuwa ni kitu muhimu na kina mchango mkubwa katika taasisi yetu, kwa sababu mmeonyesha kugusa matibabu ya watoto wetu, lakini pia mmetugusa katika mahitaji mengine mbalimbali ya muhimu na ya msingi sana. Kipekee nitoe salamu nyingi na pongezi za dhati kwa klabu ya Simba, lakini pia kwa tawi la Ngurumo ya Simba kwa hichi kitu ambacho mmekifanya kwetu, na niungane na Watanzania wenzangu kusema kwamba tunautegemea na kuhitaji ushindi huu wa kishindo wa taifa, kwa maana ya timu ya Simba kuweza kuchukua kombe hili muhimu ambalo tumelisubiria kwa miaka mingi sana. Mungu awabariki. Tuna matawi ambayo yana watoto kama hawa, ila bado hatujaanzisha vituo kutokana na changamoto mbalimbali za rasilimali fedha, lakini tulikuwa tunahitaji tupate vituo kote huko. Mimi kwanza nashukuru kwa ujio wenu. Ni mara chache sana watu wanaokuwa katika timu kuja kuwaona watoto kama hivi, kutoa baraka zao na kuomba kwa Mungu. Yani unapomsaidia mtu mwenye uhitaji ni sawa sawa umemkaribia Mwenyezi Mungu. Nafikiri kwenye dini ndio iko hivyo. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa ujio wenu, na hapa kituoni kwetu kuna changamoto nyingi, nafikiri zingine mmetusaidia kuzivusha kwa jinsi mlichobeba na jinsi mlichofanikiwa kukibeba, na tuna mahitaji mengi, lakini kwa kuwa ndo mara yenu ya kwanza, nafikiri kwanza tuombe dua kusudio lenu au kusudio letu, manake na mimi ni mwana Simba vile vile. Silali, yani sitajisikia vibaya kweli, yani hiyo kesho naona kama sijui vipi. Tuombe kwanza kusudio letu Mungu alivushe salama, na kwa hiki mnachofanya nafikiri Mwenyezi Mungu atatugusa.